Mheshimiwa Felisa Deogratias Njau kwa mchango wako mzuri sana. Tunaendelea na Mheshimiwa Tauhida Hassan Gallos. Mheshimiwa Boniface Mwita Geteri ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipatia fursa hii. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza waziri, naibu waziri, katibu mkuu na IGP kwa kazi kubwa wanayoifanya kwa ajili ya taifa hili. Niwapongeze kwa mambo makubwa wanayoifanyia Tanzania. Nikupongeze Mheshimiwa waziri. Umekuwa waziri kati ya mawaziri, lakini kwa namna ya kipekee umekuwa waziri wa kiraka pale ambapo mama anaona sasa hapa ninakuhitaji. Lakini sio hilo tu, tutume salamu jimboni waturudishie, maana wewe ni rasilimali ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia niwashukuru na kuwapongeza makamishna wote, lakini kwa namna ya kipekee nimpongeze kamishna wetu Kombo kutoka Zanzibar kwa kazi kubwa anayoifanya, hususan pale alipotugusa ndipo sisi wanawake viongozi wa Zanzibar kutatua na kuondosha kuhangaika na swala la unyanyasaji kwa wanawake na watoto. Kamishna, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee nimpongeze na kumshukuru rais wangu mama yetu Samia, rais ambaye amekuwa rais wa mfano ndani ya nchi za Afrika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapata tabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wa Tanzania tuna uvumilivu, lakini namna wanavyotuona uvumilivu tuliokuwa nao, jambo kubwa na la kupongeza, tunampongeza rais wetu kwa namna ya kipekee anavyotufundisha uvumilivu wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, uvumilivu wetu pia unaimarishwa na jeshi la polisi, namna wanavyoilinda Tanzania na namna wanavyofanya kazi ndani ya Tanzania, wanatufunza wa Tanzania kuwa watu wavumilivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muda mrefu sasa umepita, wa Tanzania tunavumilia na tunavumilia na tena. Lakini nafika wakati jeshi la polisi, leo wabunge tumeamua kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya. Hatuna sehemu ya kusema, kwa sababu ukija kwenye kila sehemu mama amefanya vizuri na amelimarisha jeshi la polisi vizuri. Tunachokitaka kwenu, muende mkakomeshe vitendo vinavyoenda kufanywa ndani ya mitandao kumdhalilisha rais wetu. Muende mkaifanye kazi ya kuingia ndani ya mitandao kama mlivyofanya kazi ya kupambana na majambazi wanaotumia vyombo vya moto. Hawakukushindeni na walikuwa wanakuja na vyombo vya moto. Lakini tunataka sasa muingie kwenye mitandao. Kazi iliyokuweko kule, vitoto vidogo hata kunyonya havijamaliza kwa wazee wao. Kila mtu ana maneno na lugha anazungumza ambayo haistahili kuambiwa rais wetu. Rais wetu amekuwa akijitoa kwa ajili ya taifa hili kwa namna ya kipekee. Hakika Mungu alimuita kuwa rais. Tumwangalie kwa namna ya kipekee. Toka siku yake ya kwanza, wakati inatunga mimba yake, Mwenyezi Mungu alijua kwamba anamtengeneza Rais Samia kuwa rais wa Tanzania. Alijua fika kwamba huyu ninamtengeneza kuwa rais. Ndio maana akawa na roho ya uvumilivu ambayo hata sisi viongozi tuliokuweko humu tusingeweza kuvumilia. Alimtengeneza kuwa mwanamke jasiri. Kati ya vitu ambavyo tunajivunia pamoja na ujasiri wa mama yetu kuweza kuvumilia hali inayoendelea. Muda wote rais wetu anatuasa hala jirani. Tumevumilia majirani, lakini imefika wakati mama, tumeshindwa watoto wako kuvumilia. Tumeshindwa. Hatuwezi. Hakuna mtoto anaweza kusubutu kuvumilia kumwona mzazi wake anatukana. Hakuna mtoto anaweza kukaa kimya kumwona mzazi wake anatukana. Mama, umetufunza tukae kimya. Umesema mzigo huu kwenye hotuba zako unaweza kubeba, ila sisi watoto wako hatuwezi kubeba. Tumechoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje. Shughulikani na kenge wa ndani, malize na wa nje. Imekuwa kuna vitoto hata vidogo, mtu akipata uhuru. Tunao Tanzania, tunafanya tunachokitaka, lakini sio kumgusa rais wetu kwa vile unavyotaka mwenyewe.
Kama tunataka tuende kwenye debate za matusi, tutafungulia Doto Magari mmoja tu, atamalizana nao. Bila kuweka mtu mwingine, Doto Magari mmoja tu, Kenya nzima watamtambua. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na uvumilivu wa kutosha, lakini imefika wakati, Mheshimiwa Waziri, kazi za ulinzi wa nchi hii zipo vizuri. Kazi ya jeshi la polisi kulinda wananchi na raia na mali zao upo vizuri. Tunashindwa sasa kudhibiti mitandao. Hatuwezi kuona nchi yetu inatawaliwa na mitandao. Jeshi la polisi, angalieni kwa makini katika kitu kitocholeta dhuruba pamoja na mitandao. Mtandao sasa umekuwa unatumika vibaya ndani ya Tanzania. Tunavumilia, lakini tumechoka. Tunaomba mchukue hatua. Hatuwezi, jeshi la polisi kila siku, mama yetu, rais wetu anahangaika, niboreshe wapi, niboreshe mishahara, niboreshe posho zao, niboreshe hichi, niwapatie magari. Anahangaika kwa namna kipekee. Tumlipeni kitu kidogo tu. Kumlinda yeye ni jukumu letu sisi. Jukumu lenu nyinyi kama jeshi la polisi, jukumu letu sisi wabunge, lakini jukumu la Watanzania. Sasa ni muda wa kumlinda rais wetu. Ni muda wa kulilinda taifa letu kupitia rais wetu. Amevumilia, lakini naye binadamu anachoka. Lakini tabia ya mama, hawezi kusema kwa watoto wake kama anachoka. Siku zote mama hawezi kuona watoto wake wanalala njaa. Yuko tayari kubeba jembe kulima ila watoto wale na kushiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye masuala ya mitandao kuna mambo mengi. Na hili swala la mitandao, Mheshimiwa Waziri, nategemea nilishawahi kuzungumza nawe si mara moja, si mara mbili. Na nashukuru kuna baadhi ya vitu naviona unavichukulia hatua. Swala la mitandao limekuwa tishio ndani ya Tanzania. Kuna na wengine huwa wanaiga, wamo ndani ya Tanzania lakini wanataka kuiga ambavyo vitu sio vya utamaduni wetu. Kati ya kitu kimoja mama yetu Samia anachokilinda kwa nguvu zake zote, pamoja na kulinda utamaduni wa Mtanzania, analinda amani ya Mtanzania. Nguvu pekee ya kumpa kusimama sisi kama bunge, kusimama sisi kama Watanzania, kuhakikisha kwamba tunamwambia mama, songa mbele, tuko na wewe. Tunahakikisha hakuna siku mama yetu atakayotetereka. Lakini niseme kuna swala zima la wananchi wa Tanzania wanapopata fursa kwenda nchi za nje kufanya kazi. Ni fursa ile ya kipekee, na naomba serikali yangu, Mheshimiwa Waziri, wasizuiliwe, lakini kuwe na ufuatiliaji wa kina, hususan kwa watoto wanawake wanaokwenda mbali ya nchi ya Tanzania kwenda kupambana na maisha yao. Kuwe na fursa. Naomba idara ya uhamiaji, hebu shirikiana na hawa mapaparazi wanaochukua wadogo zetu na ndugu zetu wa kike kuwapeleka huko. Baadaye taarifa zao zinakuwa si nzuri. Hakikisheni mtoto yeyote wa Kitanzania anapoondoka hapa, mumjue nani kamondosha, wapi anakwenda. Na ule mfumo wa kufika kule, kunyang'anywa pasipoti zao, kunyang'anywa simu zao, kukosa uhuru na haki ya kibinadamu, sio sawa. Naomba kama viongozi tulishughulikie. Mheshimiwa Waziri, kati ya jambo ambalo sisi kama Watanzania kwa sasa wanotusumbua katika nchi hii, ukiacha swala la mitandao ambalo linatusumbua, basi na swala la ndugu zetu wa kike wanaoenda kujitafutia riski nchi mbali mbali, wanapoenda kula wanafika wakanyanyasika. Mheshimiwa Waziri, umekuwa ukifanya kazi kubwa ndani ya serikali, umekuwa ukifanya mambo mengi ndani ya serikali, lakini kuna watoto sasa hivi ndani ya Tanzania pia wanaiga. Sio utamaduni wetu, sio utamaduni wetu. Shughulika na hili jambo. Wanaamua kujirekodi, kuweka zihaka, kusema maneno mabovu juu ya serikali, kusema maneno mabaya juu ya rais wetu. Hatuwezi kushughulishwa na kenge wa ndani ya bwawa tulilitengeneza wenyewe. Mheshimiwa Waziri, leo nadhani umeona wabunge wote wamekuja. Letu kubwa wizara ni kuipongeza, ila tunataka mapambano dhidi ya mitandao iongezeke. Kama mlivyoongeza nguvu kwenye masuala ya ujambazi, ubakaji, na huku kwenye swala la matusi, hususani pale bora mtu akae atutukane sisi wabunge, lakini sio kumgusa rais. Sio kumgusa rais. Amebeba mzigo mkubwa, ameibeba Tanzania kwa mzigo mkubwa na kwa wakati ambao hakutarajia. Mama kwa ujasiri wake ametuvusha. Mama kwa ujasiri wake amepeleka Tanzania hapa ilipo. Tunajua
Hakuna mwanamume rais anakubali kuona kwamba kashindwa na mwanamke. Namna mama yetu anavyofanya kazi, kuna mataifa, kuna wanaume wanamwonea choyo, kuna wanaume wanamwonea wivu, lakini tunawaambia watulie. Hiyo ndo namna ya mwanamke anavyofanya kazi, na huo ndio jasiri wa mwanamke anavyofanya kazi. Niseme, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono bajeti hii ipite. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaiunga mkono 100%. Asante kwa hayo machache.